Wakulima wa mahindi katika ukanda wa bonde la Ufa sasa wana hofu ya kupata hasara kubwa iwapo watachelewa kupanda kutokana na uhaba wa mbolea ya ruzuku. Hata hivyo, bodi ya nafaka nchini NCPB, shirika linalosimamia usambazaji wa mbolea hiyo, wamehakikishia wakulima kuwa watapata mbolea hiyo kwa wakati licha ya kuwa msimu wa upanzi umeanza mapema mwaka huu kutokana na mvua za mapema. Ripota wetu wa North Rift Steve Keter na habari zaidi. Mike Kemboi ni mmoja wa wakulima wakubwa katika eneo la Moiben, kaunti ya Uasin Gishu. Mwaka huu anapanga kulima ekari 100 za mahindi, lakini sasa yuko na wasiwasi. Anasema kuwa hawezi kununua mbolea kutoka dukani kwani ni ghali mno, ikizingatiwa kuwa mbolea ya ruzuku inauzwa shilingi 2,500 kwa gunia la kilo 50, huku madukani likiuzwa takribani 7,000. Na hiyo itakuwa gharama kubwa sana. Mali unahitaji kuweka mbolea 50, hiyo ungetumia shilingi karibu 1,100 na kitu, lakini ingine utagharimu wewe mpaka 1,300. Ila wiki kadhaa za kutafuta mbolea ya ruzuku kutoka vituo vya NCPB zimekuwa bila mafanikio. Ukienda Siro wasema ngoja next week na ifiki. So tunashindwa tutafanya namna gani sasa? Kama wakulima wengi katika eneo hili, Kemboi anategemea pakubwa mvua, na hofu ni iwapo atachelewa kupanda atapata hasara kubwa. Unajua naye mvua ijulikani itaenda muda gani au itakatika lini, so itakata mazao ya shamba. Tutasaidika. Kila asubuhi mamia wakulima kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu na kaunti zingine jirani hufika hapa kwa wingi kujaribu bahati yao angalau kupata magunia kadhaa ya pembejeo hii muhimu. Nimerauka mapema sana, nilifika hapa usiku kama saa 10, lakini yale mambo nilikuwa na tarajia kupata mbolea sikuweza kupata, nilipata 10 instead ya 20. Hata hivyo, meneja wa NCPB wa North Rift Gilbert Rotich amewahakikishia wakulima kwamba watapata mbolea ya kutosha na kwa wakati. Wakulima wasikuwe na tashwishi yoyote kwamba labda hawatapata mbolea. Hata hivyo, baadhi ya wakulima wana wasiwasi kuhusu aina ya mbolea zinazowasili kwenye maghala hayo kwa sasa. Ile mbolea nilitumia mwaka jana ilinisaidia na nikapata mapato nilifurahia. We'll be receiving a consignment from OCP Morocco, which we expect to dock by 23rd, Monday next week. Kama wanajua wakulima wanapenda aina ya fertilizer, kwa nini wasilete hiyo kwa wingi? Kwa nini walete fertilizer yenye wakulima wanachukua na shingo upande? Steve Keter, NTV Jioni.